Somo la siku ya leo linafundisha namna ya kujenga mahusiano katika ndoa. Katika ndoa yako mambo yanayofanya ndoa yenu ili iweze kuwa na mahusiano yaliyo mazuri, na somo la leo limejikita katika mazingira hayo. Jambo la kwanza, unapaswa kuonyesha furaha. Nasema mfurahie mke wa ujana wako, mfurahie mume wa ujana wako. Hayo tukiyazingatia yanafanya ya kwamba ndoa zetu zipate kuwa furaha na amani na matumaini. Hayo ya kuzingatia, kwanza hakikisha lugha unayoitumia iwe ni lugha ya kujenga, isiwe ni lugha ya kubomoa. Kila unapokuja nyumbani, tengeneza kauli itakayomfanya mwenzako ajisikie furaha, ajisikie amani. Salamu zenye furaha, salamu zenye bashasha, hizo zinafanya ndoa yako iweze kuwa na furaha, iweze kuwa na amani. Kusudi la Mungu kuanzisha ndoa hii ilikuwa ni kwamba kuleta furaha, kuleta upendo katikati ya wanandoa hawa wawili. Na tunapojifunza katika kitabu hiki cha Misali 5 mstari wa 18, katika sehemu ya mwisho nasema, ishi kwa furaha na mke umpendaye mke wako wa ujana wako. Kwa Mungu alitegemea katika ndoa hii ili ya kwamba wanandoa hawa wapate furaha, wapate amani, wapate furaha ile inayompendeza Mungu. Yako mambo ya kuzingatia katikati ya wanandoa hawa kwa ajili ya kuleta furaha katika ndoa. Kumbuka kile kipindi cha kwanza, wakati mlipokuwa mnachumbiana ninyi wanandoa wawili, palikuwa na salamu zenye upendo, zenye furaha, zinazoleta bashasha. Hasa yale masuala yanapaswa yaendelee katika maisha yenu ya unyumba. Zile salamu nzuri zinapaswa kuendelezwa. Ile furaha ambayo mliokuwa nayo mwanzoni inapaswa kudumu na kuendelea katika maisha yao. Sasa leo hii wanandoa wanapooana, tayari wengine wanasahau maisha yao yazidi kuboreka, yaweze kuwa mazuri. Salamu zile za upendo zinakoma. Hatimaye kuna lugha zenye kuumizana ambazo zinafanya mwanamume au mwanamke aone ya kwamba sio wa thamani tena. Kwa hiyo katika kitabu cha Mithali, Suleimani mwenye hekima nyingi anatufundisha wanandoa kwamba ili ya kwamba ile ndoa iweze kuwa na furaha, yale maisha ya furaha yanapaswa kuendelezwa katikati ya wanandoa hawa. Kwa hiyo lugha ambazo zenye kuumizana zinapaswa kuepuka. Lazima uzungumze lugha ambazo zenye kumfanya mwenzako ajisikie furaha, ajisikie amani, ajisikie matumaini. Baba, zungumza kauli zenye kumfanya mwenzi wako ajisikie furaha, ajisikie amani. Nyumba mahali palipo na upendo, hiyo nyumba inakuwa ni mbingu ndogo. Kwa hiyo napenda kuwashauri wanandoa katika masaa haya ya kwamba ili nyumba yako iweze kuwa na furaha, nyumba yako iweze kuwa na amani, jenga lugha zenye kumfanya mwenzi wako ajisikie furaha na amani. Hilo ndilo jambo la kuzingatia katika maisha ya nyumba. Jambo la pili la kuzingatia katika maisha haya ili kumfanya mwenzako awe na furaha, kila anapokuja nyumbani, sema neno moja la kumtia moyo, la kumfanya mwenzako ajisikie furaha, ajisikie amani. Unaweza ukamkuta siku hiyo mwenzako amepiga tu deki vizuri. Hiyo siku unapokuwa ukimtazama, hiyo siku nayo zungumzie mwenzangu, leo umefanya kazi iliyo vizuri. Utamfanya mwenzako aweze kuwa na furaha, aweze kuwa na amani. Jambo lingine, unaweza ukafika siku hiyo ametandika kitanda vizuri tu, hicho kitanda msifie kwamba leo umetandika vizuri sana. Hilo jambo nalo linakuza furaha katikati ya wanandoa. Leo amepika tu chakula vizuri siku hiyo, hicho msifia kwamba leo chai ya leo imekuwa ni tamu kweli kweli. Utamfanya mwenzako ajisikie furaha, ajisikie na amani. Ninazungumzia na wanaume.
wanaume tuna sehemu kubwa za kufanya wanawake wetu wajisikie furaha, wajisikie amani. Ninapenda kukuambia kwamba leo unapokuja nyumbani, hakikisha unakuwa na kauli inayomfanya mwenzako ajisikie vizuri, mke wako ajisikie amani. Leo kuna wanaume wengine anapokuja nyumbani, akiingia anakuwa na lugha zenye kuumiza, anakuwa na lugha moja tu, kija anaangalia makosa ya mwenzako. Haya mambo hayaleti furaha, yanamuumiza mwenzako. Somo la siku ya leo linatufundisha habari ya kujenga mahusiano, habari ya kujenga furaha kati yako na mwenzi wako, na kutakia baraka za Bwana na kutakia amani ya Bwana. Hilo lichukue katika maisha yako na kutakia baraka za Bwana. Naomba nikuombee. Baba yangu na Mungu wangu, ninaombea wanaume wote wanapofanya maamuzi haya ya kuishi maisha yenye furaha na amani katika ndoa zao, ukawe kiongozi wao. Ndilo ombi langu kupitia Kristo aliye rafiki yetu, na nikishukuru. Amen.